Naomba nishare na wewe neno moja kwa haraka tu kutoka katika kitabu cha Isaya 25 na fungu la 9, ambalo linasema, katika siku hiyo atasema, tazama, huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliyemngoja atusaidie. Huyu ndiye Bwana tuliyemngoja, na tushangilie na kuufurahia wokovu wetu. Ndivyo ambavyo neno la Mungu linasema. Neno zuri sana la matumaini makubwa, ndugu yangu, sana. Neno linalotupa tumaini kwamba mimi na wewe, je, tutakuwa miongoni mwa hawa ambao watafurahi na kusema kwamba huyu ndiye Mungu wetu, pale ambapo Bwana Yesu Kristo ataonekana katika mawingu ya mbinguni? Wale waliomtumaini, wale waliomwamini watasema, huyu ndiye Mungu wetu tuliyemngoja, huyu ndiye Bwana tuliyemngoja. Kwa hiyo katika wiki hii na kuomba tutafakari neno hili tunapokuwa tukitembea, kwamba ujio wa Kristo uko karibu sana. Tunapokwenda katika kitabu cha Ufunuo 21, Ufunuo 21 na fungu la 3 linakwenda mpaka na la 4 pale, lakini fungu la 3 pale linasema kwamba maskani ya Mungu itakuwa pamoja na wanadamu. Kwa hiyo baada ya kuwa Bwana Yesu Kristo amekuja hapa akiwa amechukua mwili wa mwanadamu, hali akiwa ni Mungu mwenyewe aliyechukua mwili na kuja kuishi na sisi hapa duniani. Baadaye akasema, sasa nitarudi tena niwachukue ili nilipo mimi na nyinyi muwepo. Ndi Ufunuo 21 fungu la 3 anasema, tazama, baada ya kuwa amesikia ile sauti kuu, akasema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, kwamba watakuwa watu wake na yeye atakuwa Mungu wetu. Oh, Bwana akubariki sana. Lakini kwa kitabu kile cha Tito, kitabu cha Tito 2 na fungu la 13 linasema, hili ndilo tumaini la baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Bwana akubariki sana. Bwana amekaribia kuja sana. Unaposoma katika kitabu cha Isaya, unamuona miaka zaidi ya 500 kabla Bwana hajazaliwa hapa duniani, kabla Yesu Kristo hajazaliwa hapa duniani. Manake alichukua mwili na kuja hapa duniani, yeye ni Mungu. Sasa hapa anashuhudiwa kwamba atakaporudi, wale waliomwamini watasema, huyu ndio nani? Ndiye Mungu wetu tuliyomngoja. Mungu akubariki sana. Tuombe. Baba, asante kwa neno lako katika siku ya leo. Tusaidie Baba, tuweze kutembea nalo katika wiki nzima hii. Tufundishe tuweze kulielewa, tuweze kukuamini na kukusadiki Mungu wetu. Tusamehe dhambi zetu, lakini zaidi sana katika wiki hii tembea pamoja nasi. Mtazamaji wangu Baba, umbariki, tembea naye, maombi yake Baba upate kuyajibu kwa namna ya pekee sana, katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana.